Mwambie wewe ni mwaminifu kila saa. Uaminifu wako Bwana haujawahi kubadilika. Mwadhimishe kwa kinywa chako. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Usikubali hali yoyote ya mwili kakuzuia. Omba Mungu, omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Mwambie wewe ni mwaminifu Bwana. Hakuna mwingine zaidi yako. Tunakuadhimisha. Asante kwa ajili ya jioni hii. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Ni nani aliye kama wewe, Simba wa kabila la Yuda, Mungu mwenye enzi na mamlaka yote? Wewe umetukuka na kuinuliwa. Wewe unaishi peke yako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu. Asante kwa kibali chako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa uweza wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa pendo lako. Tunakuadhimisha Bwana kwenye hii madhabahu, ikiwa ni siku nyingine ya mwisho tunapohitimisha. Roho Mtakatifu wa Mungu, mioyo yetu imejaa shukrani. Tunakuinulia sifa na heshima kwenye hii madhabahu jioni ya leo, kupitia damu ya Yesu Kristo. Tunakuinulia sifa na heshima kwa kuwa wewe ndiwe Mungu peke yako. Zaidi yako hakuna mwingine, zaidi yako hakuna wa kufanana na wewe. Pokea sifa Mungu wetu, pokea utukufu peke yako, katika jina la Yesu aliye hai. Karibu Roho Mtakatifu wa Mungu, upate kutuhudumia tena jioni ya leo. Sema na neno lako ndani yetu, Bwana, lipate kuchipuka. Liachilie neno lako ndani yetu, Bwana. Sema nasi kwa neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Na nguvu zako, nguvu za aliye juu, zipate kuachiliwa ndani yetu, Bwana. Lile kusudi lako jema upate kulifunua tena siku ya leo, katika jina la Yesu. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye fikra na mawazo. Roho Mtakatifu, chukua nafasi kwenye mawazo na akili zetu, upate kusema, Bwana, uyaguse maisha yetu kwa upya, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu aliye hai. Amen, amen. Mpigie Yesu makofi ya shangwe. Fungua Biblia yako kile kitabu cha Marko, ile sura ya 11 kuanzia mstari wa 22 mpaka wa 24. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amini nawaambia, yeyote atakayewambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote muyaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Haleluya. Ukisoma mistari hii michache, utaona Yesu akifundisha mambo mawili makuu, na yote msingi wake ni imani. Lakini jambo la kwanza, anaonyesha juu ya mamlaka inavyotumika kwenye kusema, kwenye kuongea. You speak, unaongea, unatamka. Lakini ili kile unachokiongea au kukisema kitokee sawa na ulivyosema, nyuma yake kinabebwa au kusukumwa na imani. Na unajua ilianzia wapi? Yesu alikuwa ametoka na wanafunzi wake, amefika hekaluni kule Yerusalemu, akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza watu waliokuwa wanafanya biashara pale. Na utagundua ukianzia sura ya 11 mstari wa kwanza, utaona walipofika Yerusalemu karibu na Bethfage na Bethania kukabili mlima Mzeituni, alituma wawili wa wanafunzi wake. Na aliwatuma kwa ajili ya nini? Aliwatuma hapa wakachukue punda ili aingie kama mfalme wa amani. Zamani mfalme alikuwa akiingia na punda, maana yake anatangaza amani kwenye huo mji. Lakini akiingia na farasi, maana yake anatangaza vita. Ndio maana alipanda mwanapunda kama mfalme wa amani, akaingia. Sasa ukisoma utaona baada ya kufanya kile alichokuwa amekifanya, asubuhi kulipokucha, walipotoka Bethania
wakati wanatembea asubuhi yake, anasema aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Kumbuka wakati huo ametoka Bethania anaelekea Yerusalemu. Bethania sio Yerusalemu. Ametoka Bethania anaelekea Yerusalemu. Maandiko yanasema aliona mtini. Mtini unazaa matunda yanaitwa tini. Lakini aliposogea hakuona matunda kwa sababu ilikuwa sio majira ya matunda. Akawaambia yasipatikane matunda kwako. Alipotamka neno, wanafunzi wake hawakuelewa kinachoendelea, wakaendelea na safari. Kesho yake asubuhi, Yesu akiwa amemalizana na mambo ya Yerusalemu, kwa sababu alitamka neno, wakafika wakaingia Yerusalemu, wakafanya shughuli zao. Kesho yake asubuhi walipokuwa wakipita, mstari wa 20 huo, waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini ulioulaani umenyauka. Kilichokuwa kinamshangaza Petro, imewezekaneje Yesu akatamka neno tu, alafu kesho yake tunakuta mti umenyauka tena toka shinani, umeanza kukauka kabisa. Neno hajachimba mzizi, hajaukata ule mti bado umesimama ardhini, lakini neno aliloisema Yesu, ule mti ukaanza kunyauka. Inawezekaneje? Wakati anauliza lile swali anashangaa. Mstari wa 22 nilioanza kukusomea, maandiko yanasema Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Angalia point. Mwaminini Mungu. Usije ukasahau hapo. Haanzi kwa kusema amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametokea, yatakuwa yake. Haanzi na hii sentensi. Anaanza kwa kusema mwaminini Mungu. Kabla hujachukua ile hatua ya imani ya kusema ngoja nikakiambie kitu fulani, imani yako kwanza inayokusukuma uamini kutamka na mambo yatokee iko kwa nani? Ndio maana anaanza kwa kusema mwaminini Mungu. Mwaminini Mungu kwanza. Yaani kwa lugha nyingine, kabla hujasema naenda kuomba, unamwamini nani? Kabla hujasema ngoja nitumie mamlaka ya kuamrisha hii hali niachie, unamwamini nani? Kabla hujachukua hatua ya imani ya kufanya vitu fulani vitokee, msingi wa hiyo imani unamwamini nani? Ndio maana Yesu anaanza kwa kusema mwaminini Mungu. Haleluya. Ndio maana kabla hujaenda kuiambia kansa kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, unamwamini nani? Unamwamini nani? Paka unaenda kutumia hiyo mamlaka, unamwamini nani? Na hiyo imani yako kwa Mungu inakwambia nini juu ya kansa? Imani yako kwa Mungu inakwambia nini juu ya HIV? Imani yako kwa Mungu inakwambia nini juu ya vifungo mbalimbali vya giza? Imani yako kwa Mungu inakwambia nini juu ya uchumi, juu ya kazi ya Mungu kwenye mji huu? Imani yako kwa Mungu inakwambia nini juu ya familia yako? Ndio maana Yesu anaanza kwa kusema mwaminini Mungu. Baada ya kumwamini Mungu, ndipo anasema hivi, yeyote, amini nawaambia, kama mmemwamini Mungu tayari, yeyote anayemwamini Mungu atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Yaani yeye anachotakiwa kufanya ni kuamini kwamba ninayoyasema yametukia, sio yatatukia, yametukia. Maandiko yanasema yatakuwa yake. Kwa hiyo saa ile anaamini kwamba yametukia,
kwenye ulimwengu wa roho ni kweli yametukia. Lile neno yatakuwa yake, maana yake yatadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini msingi wa ujasiri huu ni kwenye kumwamini Mungu kwanza. Naenda kusemesha mlima kwa sababu namwamini Mungu niliye naye ana uwezo wa kuhamisha mlima. Naenda kufanya jambo fulani kwa sababu namwamini Mungu niliye naye. Namwamini Mungu kwamba ana uwezo juu ya jambo hili. Namwamini Mungu kwamba anaweza kutenda. Namwamini Mungu. Hasa ule msingi wa kumwamini Mungu ndio unakufanya sasa uamini katika yale utakayoyasema yatukie. Hasa mtu anataka kuamini katika anachokisema, lakini ukimuuliza unamwamini nani kabla ya kusema unachosema. Kwa hiyo unaona, eneo la kwanza Yesu anafundisha kwamba kumbe kuna vitu, sio kuomba, sio kusema Mungu ninaomba. Kuna vitu huwa vinasemeshwa. Ndio maana mtu mwenye imani, unisikilize, ana uwezo wa kusemesha kitu na kikasikia. Na mtu mwenye imani katika Mungu ana uwezo wa kusemesha vilivyo hai na visivyo hai, na vikasikia anachosema na vikatekeleza. Mtu mwenye imani ana uwezo wa kusemesha. Ndio maana angalia kwa mfano kama Joshua, yeye aliliambia jua usizame na jua likatii. Anaongea na jua ambalo wakati linaumbwa yeye alikuwa hajazaliwa. Angalia mtu kama Elia, anasema mvua itanyesha miaka 3.5. Tena hakusema miaka 3, alisema mvua haitanyesha mpaka kwa neno langu, na mvua haikunyesha. Alikuwa na uwezo wa kusemesha majira na majira yakatii. Haya ninayokufundisha, imani huwa inapigiwa mazoezi. Jifunze kusemesha vitu kwenye maisha yako. Jifunze kusemesha. Semesha kwa imani. Visemeshe. Semesha kwa imani. Semesha kwa imani. Semesha kwa imani. Kwa sababu ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa matamko na kwa neno. Wale wanaosemesha, wale ambao matamko yao yana nguvu kwenye ulimwengu wa roho, kwenye eneo hilo ndio wanaotawala. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Mungu kwenye ulimi huu ameweka uwezo wa nini? Mauti na nini? Mauti na uzima. Uzima au mauti viko katika uwezo wa nini? Wa ulimi. Kwa hiyo ukiutumia ulimi vizuri utafungulia uzima kwenye maisha yako. Ukiutumia ulimi vibaya utafungulia nini? Mauti. Na nikakwambia Yesu alikuwa mwanadamu 100%, na alikuwa Mungu 100%. Amen, amen. Kwa hiyo yeye ni mpatanishi. Kwa hiyo alipokuwa msalabani alikuwa anatuunganisha sisi na Baba tuwe kitu kimoja, yaani Mungu na sisi. Kusiwe na kiambaza cha kutembea na uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu. Yesu alipokufa msalabani, pazia likapasuka, akafungua lango, akatengeneza makao ndani yake. Aliyekuwa anakaa ndani yake alikuwa Baba mmoja tu. Baba ndiye alikuwa anakaa ndani ya Yesu. Ili umna Yesu hivi, ila hawawezi kukaa ndani ya Yesu. Walikuwa na uwezo wa kukaa na Yesu hivi, ila hawawezi kukaa ndani ya Yesu. Yesu alipokufa msalabani, pazia likapasuka, akafungua lango, akatengeneza makao ndani yake. Aliyekuwa anakaa ndani yake alikuwa Baba mmoja tu. Baba ndiye alikuwa anakaa ndani ya Yesu. Ili umuone Baba lazima umuone Yesu, kwa kuwa Baba alikuwa ndani ya Yesu. Lakini Yesu alipokubali kufa, akatengeneza nafasi ya pili, kwamba mwanadamu atakuwa na uwezo wa kukaa ndani ya Yesu. Huku ndani ya Yesu ndiko tunakutana sisi na Baba, sisi na Mungu aliye hai ndani ya Yesu. Yesu akabadilika
wa makazi yetu yaliyo salama. Kuanzia hapo, ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda na kuona uhai wetu. Maana yake mtu awe salama lazima awe ndani ya Yesu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Lazima awe ndani yake. Na ndani yake uko salama. Uko salama. Aliachwa ili wewe usiachwe. Na ndio maana hata baada ya kufufuka akakaa kwenye ofisi inaitwa kuhani mkuu, mwombezi. Anaomba mpaka leo. Kukuombea wewe. Kukuombea wewe. Hata ukifanya makosa, Mungu akitazama damu anasema okay, siwezi kumpiga. Siwezi kumpiga. Roho Mtakatifu anachofanya ni kukuletea hukumu ndani ya kukurudisha kwamba umekosea mwanangu. Umekosea mwanangu. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Rudi kwa Yesu. Lakini bila Yesu sina uhakika kama ulimwengu ungekuwepo mpaka leo. Ungeshangamia kwa dhambi zinazofanyika, kwa ukatili unaofanyika duniani, kwa mabaya yanayofanyika, kwa kafara zinazotolewa ulimwenguni, kwa damu zisizokuwa na hatia zinazomwagika duniani. Mimi nakuhakikishia dunia isingekuwepo hii. Lakini damu ya Yesu, Mungu akitazama hivi maovu yamefika climax, lakini damu ya Yesu inasema hamna. Hapana. Usiipige damu ya Yesu. Na alichokifanya Yesu msalabani halazimishi. Na ndio maana wako wanadamu mpaka leo, kwa nini wanatakiwa kuhubiriwa Injili? Kwa sababu Yesu alishaleta wokovu. Yesu alishaleta upatanisho. Yesu alishaleta tumaini jipya. Lakini watu wanaolipokea ni wale wanaoamua kumwamini na kumpokea. Usipompokea huwezi kuyapokea maisha. Huwezi. Okay. Jambo lingine, haraka. Unapoona imani yako juu ya msalaba wa Yesu, jambo lingine ambalo alilifanya, haraka. Jambo lingine alilolifanya, unisikilize. Yesu akiwa msalabani alitolewa kama Pasaka. Kondoo. Yeye anaitwa Pasaka wetu. Yeye ni Pasaka wetu. Pasaka sio sikukuu tu kama unavyoiona. Yesu ndiye Pasaka wetu. Pasaka wetu. Alipokuwa msalabani alitolewa kama Pasaka wetu. Sasa alitolewa kama Pasaka wetu kwa ajili ya nini? Unisikilize. Alitolewa kama Pasaka wetu kupitia yeye tupate kukombolewa. Kwa ajili ya ukombozi. Alitolewa kama Pasaka wetu kwa ajili ya ukombozi. Hasa angalia, fungua kitabu cha Wakorinto, haraka, kitabu cha Wakorinto. Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Angalia mstari wa 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Maandiko yanasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Narudia tena. Anasema basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Mstari wa 8. Basi na tuifanye karamu, maana yake sherehe, si kwa chachu ya kale wala kwa chachu ya uovu na ubaya,
bali kwa yasiyochachika ndio weupe wa moyo na kweli. Weupe wa moyo na kweli. Sasa ukisoma haya maandiko, najua kitakachokupa shida ni chachu na donge jipya. Anapozungumza juu ya chachu, kanisa hili lilikuwa linapitia mambo mengi sana, na jambo baya ambalo hili kanisa lilipitia, walikuwa wanapenda karama. Kanisa la Korinto walikuwa wanapenda karama na baraka za Mungu, lakini maisha yao ni kama ya wapagani. Paganism, wapagani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao walikuwa kwanza watu wasiokuwa na utaratibu. Pili, walikuwa wanafanya mambo ya zinaa kabisa. Lakini tatu, hawakupata shida kushirikiana kwa maana ya kushiriki yale mambo ya mila, yale mambo ya miungu, mambo ya uchawi na ushirikina. Yaani wanaenda, anasema msile chakula kilichotolewa, msile sadaka iliyotolewa kwenye madhabahu ya miungu. Wao walikuwa wanaenda kushiriki, wanashiriki zile ibada. Mpaka Paulo akawa anawaambia, kisoma kwenye Wakorinto, anawaeleza, anasema hamuoni kwamba mnamkasirisha Mungu? Inawezekaneje kushiriki meza ya Bwana na saa hiyo hiyo kushiriki meza ya mashetani? Alikuwa anamaanisha nini? Kwa nini mnataka kuwa mna mahusiano na Mungu na wakati huo mwe na mahusiano na shetani? Anawaemea wao, wako kanisani lakini hawana shida kushirikiana na masuala ya ushirikina, lakini mambo ya zinaa hawakuyaacha. Tena zinaa iliyokuwa inafanyika ni mbaya sana kwenye hili kanisa. Ni kanisa, lakini kuna mambo mabaya hawayajaacha. Ndio maana ukisoma kwenye nyaraka hizi za Paulo kwa Wakorinto, unaona anawaambia kabisa, waraka fulani niliwahi kuwatumia ambao uliwahuzunisha, lakini lengo langu alikuwa kuwahuzunisha, kwa sababu ile huzuni inatoka kwa Mungu. Tena ni huzuni iletayo toba, toba liletalo wokovu. Anawaambia Paulo. Sasa anapozungumza juu ya chachu, ukisoma alichokuwa anamaanisha hapa kwamba jisafisheni mtoe ile chachu ya kale, anamaanisha juu ya maisha ya uovu, dhambi, yale maisha mabaya ya kale ambayo mlikuwa mnaishi nayo kabla ya kuokoka. Anasema jisafisheni, msienende na yale maisha ya uovu, ile chachu. Kwa sababu kazi ya chachu hii ni kuchachusha donge zima, kuharibu maisha yote uliokusudiwa, kunajisi maisha, kunajisi ule wokovu uliopokea. Anasema jisafisheni, muiondoe ile chachu. Sasa ukisoma pia hapa, alikuwa anaweka msisitizo juu ya kutoruhusu mtu ambaye anaonywa alafu anaendelea kutenda dhambi, na akasema hasa dhambi ya zinaa. Anaonywa, hasikii. Anasema mtu wa namna hiyo mtoeni kwenye kundi, kwa sababu msipokemea tabia ya ile dhambi, wote hata wasiofanya wataanza kuambukizwa na wataanza kufanya. Muone Baba, lazima muone Yesu, kwa kuwa Baba alikuwa ndani ya Yesu. Lakini Yesu alipokubali kufa, akatengeneza nafasi ya pili, kwamba mwanadamu atakuwa na uwezo wa ndani ya Yesu. Huku ndani ya Yesu ndiko tunakutana sisi na Baba, sisi na Mungu aliye hai. Ndani ya Yesu, Yesu akabadilika kuwa makazi yetu yaliyo salama. Kuanzia hapo, ndani yake tunaishi, ndani yake tunakwenda na kuona uhai wetu. Maana yake mtu awe salama, lazima awe ndani ya Yesu. Haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu, haleluya watu wa Mungu. Lazima awe ndani yake. Na
ndani yake uko salama, uko salama. Aliachwa ili wewe usiachwe. Na ndio maana hata baada ya kufufuka akakaa kwenye ofisi inaitwa kuhani mkuu, mwombezi. Anaomba mpaka leo, kukuombea wewe, kukuombea wewe. Hata ukifanya makosa, Mungu akitazama damu anasema okay, siwezi kumpiga, siwezi kumpiga. Roho Mtakatifu anachofanya ni kukuletea hukumu ndani ya kukurudisha kwamba umekosea mwanangu, umekosea mwanangu, rudi kwa Yesu. Na ndio maana wako wanadamu mpaka leo, kwa nini wanatakiwa kuhubiriwa Injili? Kwa sababu Yesu alishaleta wokovu, Yesu alishaleta upatanisho, Yesu alishaleta tumaini jipya. Lakini watu wanaolipokea ni wale wanaoamua kumwamini na kumpokea. Usipompokea huwezi kuyapokea maisha. Yesu akiwa msalabani alitolewa kama Pasaka wetu kwa ajili ya ukombozi. Hasa angalia, fungua Korinto, fungua kitabu cha Wakorinto haraka haraka, kitabu cha Wakorinto, Wakorinto wa kwanza sura ya 5. Angalia mstari wa 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. Maandiko yanasema, basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Mstari wa 8. Basi na tuifanye karamu, maana yake sherehe, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Weupe wa moyo na kweli. Sasa ukisoma haya maandiko, najua kitakachokupa shida ni chachu na donge jipya. Anapozungumza juu ya chachu, kanisa hili lilikuwa linapitia mambo mengi sana. Na jambo baya ambalo hili kanisa lilipitia, walikuwa wanapenda karama. Kanisa la Korinto walikuwa wanapenda karama na baraka za Mungu, lakini maisha yao ni kama ya wapagani. Paganism, wapagani. Kwa nini? Kwa sababu ndani yao walikuwa kwanza watu wasiokuwa na utaratibu. Pili, walikuwa wanafanya mambo ya zina kabisa. Lakini tatu, hawakupata shida kushirikiana kwa maana ya kushiriki yale mambo ya mila, yale mambo ya miungu, mambo ya uchawi na ushirikina. Yaani wanaenda, anasema msile chakula kilichotolewa, msile sadaka iliyotolewa kwenye madhabahu ya miungu. Wao walikuwa wanaenda kushiriki, wanashiriki zile ibada. Mpaka Paulo akawa anawaambia, kisoma kwenye Wakorinto, anawaeleza, anasema, hamuoni kwamba mnamkasirisha Mungu? Inawezekaneje kushiriki meza ya Bwana na saa hiyo hiyo kushiriki meza ya mashetani? Alikuwa anamaanisha nini? Kwa nini mnataka kuwa mna mahusiano na Mungu na wakati huo mwe na mahusiano na shetani? Anawaemea. Wao wako kanisani lakini hawana shida kushirikiana na masuala ya ushirikina, lakini mambo ya zinaa hawakuyaacha. Tena zinaa iliyokuwa inafanyika ni mbaya sana kwenye hili kanisa. Ni kanisa, lakini kuna mambo mabaya hawayajaacha. Ndio maana ukisoma kwenye nyaraka hizi za Paulo kwa Wakorinto, unaona anawaambia kabisa, waraka fulani niliwahi kuwatumia ambao uliwahuzunisha, lakini lengo langu alikuwa kuwahuzunisha, kwa sababu ile huzuni inatoka kwa Mungu. Tena ni huzuni iletayo toba, toba liletalo wokovu. Anawaambia Paulo. Sasa anapozungumza juu ya chachu, ukisoma alichokuwa anamaanisha hapa kwamba jisafisheni mtoe ile chachu ya kale, anamaanisha juu ya maisha ya uovu, dhambi, yale maisha mabaya ya kale ambayo mlikuwa mnaishi nayo kabla ya kuokoka.
Anasema jisafisheni, msienende na yale maisha ya uovu, ile chachu. Kwa sababu kazi ya chachu hii ni kuchachua, kuchachusha donge zima, kuharibu maisha yote uliokusudiwa, kunajisi maisha, kunajisi ule wokovu uliopokea. Anasema jisafisheni, muiondoe ile chachu. Sasa ukisoma pia hapa, alikuwa anaweka msisitizo juu ya kutoruhusu mtu ambaye anaonywa alafu anaendelea kutenda dhambi, na akasema hasa dhambi ya zinaa. Anaonywa, hasikii. Anasema mtu wa namna hiyo mtoeni kwenye kundi, kwa sababu msipokemea tabia ya ile dhambi, wote hata wasiofanya wataanza kuambukizwa na wataanza kufanya wote. Unasikia mtu anasema mimi nilikuwaga sijui hivi, nilikuwaga sijui mambo haya, kumbe kaambukizwa kwenye kundi. Sasa viongozi wa hili kanisa walikuwa wakemei, hawaonyi, wanaacha tu watu wajiendee. Hawawakemei, hawawaonyi, na zaidi hawakuwafundisha namna ya kuishi kwenye maisha haya ya utakatifu, ila wanataka. Kwa kanisa la Korinto walitofautiani sana na kanisa la kizazi hiki. Sasa angalia jambo alilokuwa na wasisitiza. Kwa nini anawapa msisitizo huu? Anasema kwa sababu Pasaka wetu, sema Pasaka wetu. Anasema Pasaka wetu wamekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo. Pasaka wetu wamekwisha kutolewa. Sasa ukisoma hapa Pasaka wetu huwezi kuelewa. Pasaka wetu aliyetolewa msalabani alikuwa analeta nini sasa huyu Pasaka wetu? Ndio maana ukisoma hapa ili uelewe lazima urudi Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 13. Nisikilize kwa makini. Kutoka 12 mstari wa kwanza hadi wa 13, kwa sababu ndipo historia ya Pasaka inaanzia kule. Pasaka inaanzia kule Kutoka 12 1 hadi 13. Mungu alipokuwa anataka kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri utumwani, mahali pagumu penye dhiki na maumivu mazito, anataka kuwatoa utumwani. Maandiko yanasema alitoa maagizo, akamwambia Musa, na alipomwita Musa na kumpa maagizo haya, ili lilikuwa ni maagizo la mwisho la kuwatoa kule utumwani, kwa sababu ili agizo liliambatana na pigo kubwa la wazaliwa wa kwanza. Maandiko yanasema ndipo Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, aliye na kondoo wachukue mwana kondoo. Akazungumza juu ya mwana kondoo, lakini utaona pale akiwa anazungumza juu ya mwana kondoo akaeleza namna watakavyomchinja siku ya 14. Kuanzia alipotengwa huyo mwana kondoo, siku ya 14 ndio wamchinje. Alafu wakimchinja siku ya 14, maandiko yanasema wazi, ile siku ya 14 damu ya mwana kondoo, sema damu ya mwana kondoo, wao yule mwana kondoo atatolewa kama sadaka na watamla. Kipindi kile sadaka zikitolewa, anachinjwa mnyama hapo, wanakula, lakini wanakula kiibada. Kiibada, sema kiibada. Wanakula kiibada kwa sababu ile ni sadaka. Kwa hiyo alipomchinja mwana kondoo, akawapa maelekezo juu ya damu. Akasema damu ya mwana kondoo hakikisheni mnaipaka kwenye miimo ya milango, kwenye miimo ya milango. Lakini ule mwana kondoo hamtamla hivi hivi, hakikisheni mnakula na mboga chungu. Chungu, sio tamu, chungu. Alafu wanapomla wasimule wakiwa wamekaa kama wanastarehe. Wamle wakiwa wamevaa, wamejiandaa, wengine wamesimama. Unaelewa maana yake nini? Utayari wa kutoka. Kwamba hili agizo ni la kututoa utumwani. Miaka zaidi ya 430 tumeteseka. Na akatoa wazi akasema
usiku malaika wa Bwana atapita, ataingia kila nyumba, wazaliwa wa kwanza wote wanachinjwa. Kwa sababu miungu yote ilikuwa imeshaadhibiwa, yote. Imebaki miungu iliyo kwenye kiti, na miungu iliyokaa kwenye kiti cha utawala ilikaa kupitia wazaliwa wa kwanza, miungu. Kwa hiyo nchi ya Misri inaongozwa kupitia miungu, kwa sababu alipokuwa anatoa pigo la kwanza alikuwa anashughulikia aina ya miungu. Alipokuwa anatoa pigo la pili, vyula, kuna aina ya miungu ambao walikuwa wanatumika kama vyula. Anapotoa pigo lingine juu ya damu, juu ya maji, kuna miungu iliyokuwa inakaa kwenye maji, na ilikuwa na majina yake kabisa kule Misri. Hasa yale mapigo hayakuwa mapigo kwa wanadamu, wala sio tu Farao alikuwa anatafutwa, miungu inayoupa utawala wa Misri. Kwa Israeli hawakufungwa na Farao peke yao, walifungwa na miungu iliyojificha nyuma ya mwanadamu anaitwa Farao. Kwa hiyo kibinadamu unamuona Farao, lakini kiroho kulikuwa na miungu. Na ndio maana hakukuwa mwanadamu wa kuwatoa Israeli Misri. Kwa nguvu zao wasingeweza, ilibidi Mungu aingilie kati, akaadhibu miungu mpaka pigo la 9. Ikabaki miungu yenyewe, babu kubwa, ambayo hii sasa imekaa kwa kila mzaliwa wa kwanza, wa mnyama mpaka wa binadamu, imekaa. Na hii ndio ilikuwa babu kubwa, imekaa kwenye malango ya wanadamu, malango ya miji, lakini mpaka malango ya nyumba. Kwa lugha nyingine, kila nyumba yenye mzaliwa wa kwanza alikuwepo Mungu anayeshikilia usukani wa hali ya kiroho. Mwalimu, nataka kuongea, nataka unisikilize vizuri. Inawezekana ukawahi kusikiliza hivi. Sasa sikiliza. Wakati Mungu anatoa ili agizo, yule mwana kondoo nyama yake haikuwa na shida sana, ila damu yake akasema hiyo ipakwe kwenye miimo. Na ile damu sasa ndio ilikuwa inawatenga wazaliwa wa kwanza ambao nyumba zilipakwa damu, hakuna aliyekufa hata mmoja. Israeli wote wazaliwa wa kwanza hawakufa, wote wazaliwa wa kwanza hawakufa. Hujawahi kufuatilia? Kuna siku Mungu alitoa pigo la giza nchi nzima, lakini nchi yote imefunikwa na giza kasoro tu Gosheni, mahali walikokuwa wanakaa taifa la Israeli, ndio kulikuwa na nuru. Sasa unasema kwa hiyo ilikuwa inakuaje? Mungu alikuwa anawaadhibu? Hakuwa anawaadhibu watu. Kuna miungu ambayo ilikuwa inatawala kupitia giza. Kwa lile giza ilikuwa ni kuja kushughulika na miungu iliyojificha kwenye giza. Sasa hili pigo la mwisho liliambatana na ukombozi. Mstari wa 12, sura ya 12, Kutoka mstari wa 12, hiyo niliyokuambia. Angalia mstari wa 12 unasemaje, na wa 13. Anasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Maana yake nini? Ninapopiga wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wa wanyama walioko Misri, kwenye ulimwengu wa roho nitakachokuwa nafanya ni hukumu juu ya miungu yote ya Wamisri. Maana yake sisi tunaona anaua wazaliwa wa kwanza, lakini kiukweli Mungu anaowapiga sio wazaliwa, anapiga miungu. Kwa nini anapiga miungu? Imejificha nyuma ya wazaliwa wa kwanza wa wanadamu na wanyama. Kwa hiyo Mungu anapiga ile miungu, kwa sababu ile miungu ndiyo iliyoishikilia Israeli. Anaipiga, anatoa hukumu. Sasa angalia mstari ule wa 13, anasema, na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona ile damu. Kumbe Mungu anaionaga damu.
Hasemi nitakapowaona ninyi, anasema sio habari za ninyi. Mimi nikija ninachokiona ni damu iliyomwagika kwa ajili yangu. Hicho ndicho naona, sio ninyi. Yaani mimi sikuoni wewe, ninaiona damu. Nataka niione damu. Lile swala la kwamba we ni mtu wangu nalifahamu, lakini saa hii ninapotoa hukumu sichagui. Kitakachokutofautisha ni damu. Nikiiona damu, hiyo damu itakuponya na pigo langu. Damu. Safari hii naona damu tu. Sasa angalia, anasema nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Manake ni kama Mungu anasema ninaipiga nchi bila kuangalia ni nani ninapiga. Maadamu huko ndani ya nchi hiyo, mimi ninapiga. Na ninapopiga hivi nchi, siwapigi watu, mimi nakuja kupiga miungu iliyokaa ndani ya nchi. Lakini hiyo miungu imeshikamana na watu, na ilikuwa imekaa kwa wazaliwa wa kwanza. Kwa hiyo unagundua hata kwenye kiti cha Farao alikuwa anaongoza kupitia nini? Kupitia nguvu ya miungu ya wazaliwa wa kwanza. Ndio maana utaangalia alipokufa mzaliwa wa kwanza wa Farao alikimbia ikulu kwenda kumtafuta Musa. Hana ujasiri tena, miungu imepigwa. Kama unanielewa sema amen. Biblia inasema hapa, akasema nitaiona damu, kwa sababu damu tu ndio itawatenga ninapoachilia mapigo juu ya miungu. Umewahi kuuliza, Mungu akiachilia mapigo Tanzania juu ya miungu ya nchi yenu? Huyu alikuwa Pasaka, anayemwakilisha Pasaka original. Ndio Paulo anamtaja kwenye Wakorinto. Sasa huyu bora hata huyu wa kwanza, huyu ni kimbembe, huyu ni mashine. Alipokuwa msalabani, Pasaka wetu Yesu ni mashine, sio huyu. Sasa huyu ilipigwa tu miungu, huyu ni mwenyewe. Ngoja nikuonyeshe dakika chache. Huyu ni mwenyewe. Huyu alipotolewa kama Pasaka pale juu, akamwaga ile damu. Damu yake inaitwa damu ya ukombozi. Kukomboa sio tena taifa moja, ulimwengu mzima kukombolewa kupitia ile damu. Sasa aliwezaje pale? Kama yule Pasaka wa kwanza alipiga miungu ya nchi ya Misri, huyu Pasaka wa pili akiwa msalabani alifanya jambo gani ambalo linawaacha wanadamu wote huru? Alifanya nini? Fungua Wakolosai ile sura ya pili kuanzia mstari wa 14 akiwa msalabani. Angalia na mstari wa 15. Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, yaani masamaha ya dhambi sawasawa na wingi wa neema yake. Kwa damu yake, maana yake damu yake ni damu ya nini? Ya ukombozi, kukutoa utumwani. Na ndio maana ni kosa kubwa sana kama Kristo alitolewa kama Pasaka wetu, alafu wewe kuna maisha yako mengine yako utumwani. Sio sawa. Hasa angalia alichofanya kwenye Wakolosai. Anasema hivi, akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Angalia mstari wa 15 huo wenyewe sasa. Mimi mengine nilikueleza. Mstari wa 15 unasema hivi, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akazishangilia katika msalaba huu. Akazishangilia katika msalaba huo. Nataka uone Biblia inasema huyu Pasaka wetu ambaye tumemsoma kwenye Wakorinto wa kwanza 5 mstari wa 7, anasema yeye akiwa msalabani, damu yake ile alipoimwaga, anasema akisha kuzivua enzi na mamlaka. Kumbuka yule alitumika kupiga miungu ya Misri,
kuondoa utawala wa miungu juu ya taifa la Mungu. Lakini huyo akiwa msalabani alizivua enzi na mamlaka. Enzi na mamlaka zinazosemwa hapa ni enzi na mamlaka za Shetani. Akazivua enzi na mamlaka, akazivua. Sasa angalia, ukisoma hili neno akazivua, la Kiingereza inasema hivi, akadisham. Akadisham maana yake aliyakusanya majeshi yote ya mapepo, alafu akayapanga kwenye gwaridi, alafu akawanyang'anya silaha zao. Biblia ya Kiingereza inasema hivi, akawaondolea silaha zao, akawanyang'anya uwezo wao, kwamba kuanzia sasa hamtamtawala mwanadamu vile mnavyojisikia. Mwanadamu yoyote atakayemwamini Yesu hamtakuwa na mamlaka ya kumtawala, kuamua kuua, kuamua kufanya chochote kwenye maisha yake. Anawadisam. Kudisam ni kulichukua jeshi, unalinyang'anya silaha, unalifanya kuwa mateka, unanyang'anya uwezo wake, alafu unaliacha halina uwezo wa kupambana. Yesu alipokuwa msalabani, anaposema akazivua enzi na mamlaka, maana yake alikuwa kufanya kitu kinaitwa disarm. Ananyang'anya uwezo wa kijeshi, ananyang'anya silaha za kijeshi kutoka kwenye jeshi la adui. Zile silaha ambazo alikuwa na uwezo mpaka kudhibiti hata wale watu wa Mungu, anamnyang'anya wa uwezo, kwamba sasa hutamtawala mwanadamu unavyojisikia wewe. Labda huyo mwanadamu akupe nafasi. Mwanadamu yoyote atakayeniamini mimi hautakuwa na mamlaka ya kutawala unavyojisikia. Na aliponyang'anya wa uwezo, hiyo mamlaka ya Shetani, alipoivua, alipomwondolea, Biblia inasema hakuishia kumwondolea. Biblia inasema akazifanya kuwa mkogo. Kuwa mkogo maana yake akazifanya kuwa kitu cha fedhea. Maana leo nasikia watu wakisimama wanasema kwa jina la Yesu, pepo toka. Usingeongea hilo lugha miaka ile. Kwenye agano la usingeongea, yanapita na wewe. Lakini kwenye agano jipya, kwa kuwa Yesu alifanya hiyo kazi msalabani, leo tukitaja tu jina lake, mapepo toka, yanapaza na ondoka. Na wewe usije ukafikiri pepo ni dogo. Sio dogo ndugu yangu. Ni kwa sababu huyu Pasaka alizivua enzi. Nataka nikuongoze haya maombi. Nyanyua mikono yako juu. Fuatana na mimi maombi haya. Sema, e Mungu ria hai, wewe ndiye Mungu wangu. Katika jina la Yesu nimeinua mikono yangu jioni ya leo. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako juu ya kile ulichokifanya pale msalabani kama Pasaka wetu. E Mungu ria hai, wewe ulimwaga damu yako, damu ya ukombozi, damu ya Yesu, damu ya ukombozi, kwa ajili ya kuyakomboa maisha yangu, uchumi wangu, hali yangu, familia yangu, na kila kitu kinachonihusu. E Mungu ria hai, sawa sawa na neno lako, wana wa Israeli ulipowakomboa hawakutoka peke yao, walitoka na watoto wao, walitoka na familia zao, walitoka na uchumi wao, wakatoka na afya zao, wakatoka na mali zao,
wakatoka na vyombo vyao, na mimi umeniokoa. Bwana, ninauliza juu ya uchumi, juu ya afya, juu ya afya, juu ya familia, juu ya ndoa, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Bwana, jioni ya leo ninaiachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi. Ninaiita damu ya Yesu, damu ya ukombozi juu ya nafsi yangu, juu ya mwili wangu, juu ya maisha yangu, juu ya uchumi wangu, juu ya afya yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya uzao wangu. Ninaita damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi, damu ya ukombozi. Ikomboe uchumi wangu, ikomboe afya yangu, ikomboe maisha yangu, ikomboe watoto wangu, watoto wangu, watoto wangu, watoto wangu, watoto wangu, watoto wangu, familia yangu, damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kitu ambacho mapepo, wachawi, wakuagiza, wazee wa mji wameshikilia kwenye maisha yangu, jioni ya leo wanarudisha, rudisha, 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 kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Rudisha afya yangu, uchumi wangu, maisha yangu, jioni leo. Rudisha, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi mapepo, enyi wachawi, enyi waganga, enyi waganga, enyi mapepo, ewe shetani, jioni ya leo, achia, achia, achia maisha yangu, achia familia yangu, achia uzao wangu, achia uchumi wangu, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninatoka mimi na watoto wangu, mimi na uchumi wangu. Ninakataa kila aina ya utumwa usiwepo kwenye maisha yangu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana.